Bana, wakati yamesalia masaa machache tu Yanga kupepetuana na kikosi cha Al Ahly. Kama unavyoona kikosi cha Yanga leo wamefanya mazoezi yao ya mwisho kunako uwanja wa New Amani Complex, dimba ambalo siku ya kesho nyasi zake majira saa 10 zitakwenda kuwaka moto pale visiwani Zanzibar. Taarifa njema pia na ya kufurahisha ni urejeo wa Clement Mzize ambaye anaonekana kuwa imara na kuimarika kuelekea kwenye mchezo huo. As we know pia Clement Mzize miongoni mwa washambuliaji ambao wamekuwa na mafanikio makubwa sana na kikosi cha Yanga, lakini pia akichukua tuzo ya goli bora kwenye tuzo zile za CAF, na uwepo wake kwenye kikosi cha Yanga unakwenda kutia faraja na kuwapa pressure pia Al Ahly kuelekea kwenye mchezo huo. Na taarifa daktari inaonyesha kuwa Clement Mzize yupo fiti kabisa. Kama mwalimu pia ataopti kumtumia kwenye mchezo huo, wendi kawa surprise package kwa Al Ahly na mashabiki wa Yanga kwenye mchezo huo. Mbali na mchezaji huyo, Yao Kwasi Atoula pia ameonekana kwenye mazoezi hayo, lakini Jilson Depu, Alan Okello ambao balaa lao ni kubwa kweli kweli, morali iko juu, kisaikolojia wanaonekana wakiwa na uhitaji mchezo kwa kiasi kikubwa zaidi. Yakiwa amesalia masaa machache tu kikosi cha Yanga kushuka dimbani dhidi ya kikosi cha Al Ahly, leo kikosi cha Yanga kimepata nafasi ya kutrain kwenye uwanja ambao kesho Yanga watakwenda kuutumia dhidi ya kikosi cha Al Ahly. Tunafahamu ya kwamba Yanga watashuka dimbani dhidi ya Al Ahly majira ya saa 10 kamili jioni pale New Aman Complex. Na cha kufurahisha zaidi kwenye mazoezi ya Yanga, wachezaji wote wameonekana kuimarika kwa kiwango kikubwa kweli kweli, na wakionyesha ubora wa hali ya juu. Lakini pia taarifa njema kwa mashabiki wa Yanga, uwepo pia wa Clement Mzize ambaye ameonekana amekuwa imara kweli kweli, na huenda pia kesho ikawa ni surprise package kwa kikosi cha Al Ahly pamoja na mashabiki wa Yanga. Ukimtazama Mzize ni mchezaji ambaye anaonekana ameimalika kabisa kwenye mazoezi kuwavaa kikosi cha Al Ahly, na kwa namna ambavyo consistency yake inaonekana kwenye mazoezi, huenda pia mwalimu akamtumia kama sio mchezo wa kesho basi kwenye ile michezo miwili ya mwisho ya michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga ambao wanaingia kwenye mchezo huu wakiwa na kikosi chote, na unapowaona hapo Jilson Depu yupo, Alan Okello pia, lakini Damaro Kamara na wengine ambao wamehusika pia kwenye mazoezi ya asubuhi ya leo kwa ajili ya kuwakabili kikosi cha Al Ahly. Kinachofurahisha zaidi ni morali ya hali ya juu ya wachezaji wa Yanga kwenye mazoezi hayo, wakionekana pia morali yao ikiwa juu kweli kweli, na wakiitaka mechi dhidi ya kikosi cha Al Ahly. Al Ahly kuna pengo kubwa kweli kweli, hasa eneo la katikati ambapo jana Imamu Ashur aliweza pia kuweza kutolewa taarifa kuwa huenda asicheze mchezo huo kutokana na utovu wa nidhamu ambao ameuonyesha kwenye kikosi hicho cha kikosi cha Al Ahly. Lakini kwa namna ambavyo Al Ahly wamekuwa na uimara mkubwa sana kwenye eneo la katikati, kukosekana kwa Ashur kunawenda kuwapa nafasi Yanga kuwini midfield battle ambayo imekuwepo, hasa kutawala mchezo kwenye eneo la katikati. Al Ahly mbinu yao kubwa wamekuwa kitawala eneo la katikati, na nategemea kuona kesho eneo lile Yanga wanakwenda kuzuia build up ya mashambulizi kwa kirahisi zaidi baada ya kukosekana kwa Imam Ashul kwenye eneo lile la katikati. Lakini ni mchezo wa aina gani Yanga dhidi ya Al Ahly? Ni mchezo ambao unaohitaji Yanga kuwa na nidhamu ya hali ya juu kiulinzi. Al Ahly wana wachezaji wenye uzoefu mkubwa na wanatumia makosa madogo sana kuifunga, lakini Yanga wana uwezo mkubwa wa kuweka backline compact, lakini pia kuepuka makosa ya karibu na boxi na kuzuia mipira ya nyuma ya mabeki, nikimaanisha through balls ambazo mchezo uliopita kule nchini Misri, goli la kwanza walifunga kwa staili hiyo
kikosi cha Al Ahly. Lakini pia nimezungumza eneo la katikati, Yanga wanatakiwa kuiwini midfield battle. Al Ahly hutawala sana maeneo ya katikati, lakini uwepo wa viungo kama Duke Abuya, Mohamed Damaro Kamara, lakini pia Mdathir Yahya Basi, na viungo kama Alan Okello ambao wana uwezo pia wa kumiliki mpira eneo lile la kati kwa ukubwa, kunaenda kuwapa msaada mkubwa Yanga. Lakini pia kukaba kwa pamoja, nikimaanisha pressing as a unity, ili kuweza kuamudu kikosi cha Al Ahly. Lakini nini wafanye Yanga ili kuweza kupata magoli ya haraka? Kwanza kutumia counter attack kwa haraka. Al Ahly wakisukuma watu mbele huacha nafasi nyuma, inawapa nafasi Yanga kutumia kasi ya mawinga kama Pacome Zouzoua, lakini pia Maxi pia Zengeli kwenda kuweka nafasi ya kuweza kufunga eneo la juu. Lakini mipira haraka kwenda kwa washambuliaji, kupiga pasi za nyuma ya mabeki wao, nikimaanisha mipira ambayo tumezungumza through balls, ambayo imekuwa na wakati bora zaidi. Lakini kumaliza nafasi, nikimaanisha clinical finishing ya hali ya juu. Hili ni tatizo kubwa pia limeendelea kuzikumba vilabu mbalimbali kwa Tanzania, Yanga pia ikiwepo. Kwa sasa tunaona kuna Jilson Depo, mmoja wa washambuliaji ambao wamekuwa bora sana na imara, na nategemea kuona tatizo hili likitibiwa kwa kiasi kikubwa sana, hasa eneo la finishing. Lakini pia kuwa mental strengths, nikimaanisha kisaikolojia, Yanga wanapaswa kuwa imara sana, kucheza bila uoga, kuamini wanaweza kushinda na kuto kuvunjika moyo hata ikitokea wamefungwa kwa haraka zaidi. Lakini binafsi, ili Yanga wafanikiwe dhidi ya Al Ahly, wanatakiwa kuwa na nidhamu ya kiulinzi, ushindani mkubwa eneo la katikati, kutumia counter attack kwa haraka na